Digiuma tada bimete Yesu da oya da na yena Digiuma tada bimete wega ni wega gai ni wega gai ni wega gai goroidea kwa Yesu ni wega gai ni wega gai goroidea kwa niwe mwihoko wakwa niwe mwihoko wakwa niwe mwihoko wakwa goroidea kwa Yesu niwe mwihoko wakwa niwe mwihoko wakwa niwe mwihoko wakwa goroidea kwa niwe jirigirire niwe jirigirire niwe jirigirire goroidea kwa Yesu niwe jirigirire niwe jirigirire niwe jirigirire goroidea kwa ditora itare nawe ditora itare nawe goroidea kwa Yesu ditora itare nawe goroidea kwa duyu ketwaranerie duyu ketwaranerie goroidea kwa Yesu duyu ketwaranerie goroidea maradhimago aya mahoyaga maradhimago aya mahoyaga maradhimago aya mahoyaga na Yesu mwene niwe waile haleluya Yesu haleluya Hallelujah, Yesu, hallelujah.
Amen. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo anastahili kila wakati. Hata wakati mambo yamebadilika, mambo yamekuwa magumu, hayaeleweki, yeye anadumu katika kiti chake cha enzi. Na hakuna wakati atashtuka, jua limewaka. Sisi tunashtuka. Ni sisi tunaomba, haombi ati kama jua ingepungua kidogo, hapana. Yeye anajua. Kwa hivyo kila wakati, katika kila hali, tumwamini yeye. Na ndiyo hapa nitarudia tena, lengo letu katika mafundisho haya ni kuzingatia kwa bidii zaidi, tusije tukapotoka. Kupotoka ni kupotea njia, ni kupotea mwelekeo. Lakini tukizingatia bidii zaidi maneno ambayo tulisikia, imani ambayo tulisikia, imani ambayo tumesoma siku ya leo wakati wa kujifunza Biblia, tukasoma habari za huyu bwana ambaye miaka 38 alikuwa hawezi kujifanyia chochote, na amekaa katika birika ile ya Bethesda akingoja maji yachibuliwe alafu aingie. Akaona bwana mmoja amekuja na akamuuliza, je, ungetaka kupona? Akasema, sina mtu. Kwa sababu saa yote ni imani ya ajabu. Wewe unajua huna mtu wa kukupeleka pale, lakini bado huko hapo tu. Na anajua hata ikitibuliwa maji, yakitibuliwa, kuna wengine kama ndugu Adana akatuambia, kuna wengine labda yeye ndiye amepoza mkono, lakini miguu ni timamu, sio atakimbia mara moja. Hata akiwa na mtu wa kumbeba, kabla huyu mtu amchukue, amkokote, ampeleke, atakuwa amepita. Lakini akangoja, na siku yake ikafika. Na ilikuwa ajabu ya kwamba, na nilikuwa sijafikiri hivi, miaka 38 alikuwa hajiwezi, alikuwa na hilo tatizo. Na sasa hiyo Yesu akija kwake labda na miaka 30 hivi, 31, kwa sababu ilikuwa wakati ameanza huduma. Tumesoma ilikuwa Yohana mlango wa 5. Kwa hivyo injili yake bado ni changa. Kwa hivyo hata kabla Yesu azaliwe, huyu alikuwa hivyo. Lakini wakakutana. Na hiyo ilikuwa ya kwamba tunaambiwa ambapo Yesu yuko hakuna lisilowezekana. Na hiyo katika maisha yetu tuwe tukiongoza tu na hiyo, basi tutakuwa kila wakati tuko imara. Hatuogopi hata mambo yaonekane ni magumu namna gani. Sisi tutashikilia, kama vile tulisoma wiki iliyopita, tushikilie ungamo letu ya kwamba tumemwamini Yesu. Amen. Amen. Siku ya leo tuko katika somo letu la 5, linasema ukuhani. Kidogo tu, kuhani alikuwa nani? Kuhani alikuwa mtu Mungu alikuwa amemteua wa kusaidia watu wake ambao wamekosa. Tunaambiwa kwa makosa ambayo amefanya bila kukusudia, na pia mengine ambayo amefanya kwa kukusudia. Kwa sababu wakati makosa si makosa mpaka tumekusudia na tunajua ni nini tunafanya. Sheria iko, lakini mtu anahesabiwa makosa kama kwanza akili yake ilikuwa imeamua atafanya hayo makosa, na ya pili hicho kitendo ambacho ni makosa. Sasa kuhani alikuwa ni kwa njia nyingine anaitwa mpatanishi, kwa sababu mimi nikikosa sitachukua dhabihu yangu nimpelekee, hapana.
nipeleke kwa Mungu, kuna ule kuhani ambaye nitampelekea. Nitasema nimeleta hii dhabihu kwa sababu ya makosa yangu. Na tumesoma hapo mbeleni ya kwamba ijapokuwa ilikuwa hivyo, katika dhamiri yangu ilikuwa bado inanishtaki. Fikiri mimi nimefanya makosa, alafu nachukua kondoo naenda inachinjwa. Si nitajua kweli kondoo alikuwa hana makosa, si ndio? Makosa bado ni yangu. Lakini katika ukuhani ambao tunaongea sasa ni ukuhani wa kumaliza ukuhani wa Musa. Nakumbuka mahali tulikuwa mazishi, sijui kanyi mnakumbuka. Mchungaji mmoja akasimama akasema, mimi ni kuhani wa agano la Musa. Nikasikitika kwa sababu ukuhani wetu si agano la Musa. Ukuhani wetu ni agano ambalo Yesu Kristo mwenyewe alitangaza ile siku yake kabla ashikwe ya mwisho. Si alikula chakula na wanafunzi wake na akawaambia, alipotoa mkate akatoa divai akasema, huu mkate ni huu mwili wangu ambao unatolewa kwa ajili yenu. Hii divai ni mfano wa damu yangu ambayo itamwagika kwa ajili yenu. Akasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hivyo ukuhani wetu sasa hakuna mwingine wa kupelekea dhambi. Mimi ni mchungaji. Ukikosa uwezi ukakuja uniambie, mchungaji nimekosa. Hapana. Mimi nitakuelekeza kwa yule ambaye ana uwezo huo wa kukuponya, wa kukusamehe, wa kukurejesha. Sasa ndio tunaongelezwa ukuhani huo ambao uko sasa. Ni ukuhani aina gani? Sio ni kuhudumie, lakini na ngoja tutafanya nini? Utaleta kitu. Si tumeona ukuhani wa siku hizi ambao tunaona kwenye letu. Unaambiwa ufanye nini? Utume pesa, si ndio? Alafu unaambiwa haya madhabahu yatakusimamia. Na leo tumeona mfano mzuri. Yesu Kristo anamponya mtu. Anamwambia, wewe ungetaka kupona? Akamwambia, basi wewe toa godoro lako ufanye nini? Uondoke. Na Yesu akaenda. Sasa akilipokutana na hawa walikuwa makuhani wanashangaa, wewe leo ni Sabato, mbona unabeba mzigo? Akasema, mimi sijui. Yule ambaye ameniponya ameniambia nini? Nibebe niende. Hivyo ndivyo nafanya. Ni nani huyo? Akasema, hata asifanye nini? Hata hiyo mtu mimi simjui. Lakini baadaye alikutana na huyo mtu. Yesu alikuwa mtu wa ajabu. Kwa sababu baadaye alikutana naye na akamwambia, wewe chunga sasa. Si umekutana na Mwokozi, umeponya. Usitende dhambi tena. Uachane na dhambi. Kile Mungu anachukia ni dhambi. Kile Mungu hakubali ni dhambi. Na ndio sababu akatoa njia ya kuvunja dhambi mara moja kwa vizazi vyote. Kwa hivyo hakuna sasa dhabihu tunatoa. Si tulisoma kitabu cha Warumi, tukaambiwa dhabihu pekee ambayo sasa tunatoa ni huduma yetu kwa Mungu. Ni kuruhusu Mungu afanye upya maisha yetu, tusifananishwe na ulimwengu huu. Hiyo ndiyo dhabihu ambayo tunatoa. Hiyo ukifanya hiyo imetosha. Hakuna tena dhabihu ya dhambi. Basi tusome sasa Waebrania. Jambo la kwanza linaitwa mpatanishi. Tutakusomea mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Tafadhali. Mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Waebrania 5.
Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo yamhusuyo Mungu, ili atoe matoleo ya dhabihu kwa ajili ya dhambi, awezaye kuwashukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu. Na kwa sababu hiyo imepasa kama kwa ajili ya watu, vivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. 4. Mpaka hapo ni sawa, ya kwamba sasa tunaona huyu ni mpatanishi. Dhabihu inahitajika kutolewa, na si kila mtu ambaye angetoa dhabihu. Hapana, kulikuwa makuhani ambao walitwaliwa, na hao walikuwa kabila moja katika yale makabila 12 ya Israeli ambao waliitwa kabila la Lawi. Sasa Walawi wakaambiwa, nyinyi mmekuwa ni sehemu yangu na mtakula kile ambacho mimi nakula. Hata mashamba hawakugawiwa mashamba, lakini katika kila mji ambao wana wa Israeli walikuwa walipewa shamba lao la kufanya ufugaji kidogo, ukulima kidogo, lakini ni ili waweze kuhudumia watu. Na hapa tunaambiwa kwamba kila kuhani mkuu huchukuliwa kutoka kwa wanadamu, yaani kuhani akakuwa ni mwanadamu, lakini akivaa yale mavazi ya kuhani sasa anakuwa mpatanishi, ambapo hangesikiliza ndugu Dan ambaye alikosea. Huyu anamletea vipawa, matoleo na dhabihu, anasema hii ni kwa ajili ya ndugu wa damu. Anapokea, analeta mbele ya Mungu, anatoa. Kama ni kondoo anachinjwa, kama ni matoleo anapokea. Na hayo matoleo ambayo yanatolewa, kuna yale yalikuwa ni ya Mungu na yale yalikuwa ni ya hao makuhani. Kama ni vyakula, ukija umeleta nyama, kuna ile itachinjwa, kuna ile itachomwa, kuna ile makuhani watakula, kwa sababu pia hao ni wanadamu na wana mahitaji ya kibinadamu. Lakini tumeambiwa kuhani alitwaliwa kwa mambo yanayohusu Mungu, ya kwamba Yesu ni mpatanishi. Vile ambavyo labda ungetaka kumwona mtu fulani, lakini huyo mtu, kama leo ningetaka kumwona rais wa Kenya, nitaenda tu huko State House, ama niende kwa ofisi yake kesho Jumatatu niseme nataka kuona rais, lazima nitapitia utaratibu fulani. Na hivyo ndio tunaambiwa, hiyo ndio akakuwa mpatanishi, na alitarajiwa kuwa na huruma, ya kwamba mtu akija amekosea anakuwa na huruma. Si mtu ambaye utakuja useme nimekosea, nimekuja unipatanishe na Mungu. Au waambie wewe Gibson, kichwa yako si mzuri, si juzi ulikuwa hapa, kwani wewe unacheza? Hapana, hakuwa na maneno kama hayo. Alitarajiwa awe na huruma. Na tunaambiwa kwa nini awe na huruma? Si tumeambiwa kwamba tuwe na huruma sisi kama wanadamu? Sisi kwa sisi tuwe na huruma, si tumeagizwa hivyo? Kwa nini? Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba huyu kuhani ana udhaifu tu kama mwanadamu. Hata yeye alikuwa ana dhambi.
Si tulisoma ya kwamba akitoa dhabihu alikuwa anatoa yake kwanza na baadaye anatoa dhabihu ya hao wana wa Israeli. Lakini kwamba yeye anajitambua hata yeye ni mwenye dhambi. Sasa kwa hivyo awe na huruma kwa watu. Mtu akija anamhurumia. Kwa hivyo hata akitoa dhabihu na kupeleka kwa Mungu, anakuwa amebeba mzigo wa huyu, amebeba huzuni ya dhambi ya huyu ambaye amekuja. Sasa alipaswa vile nimetaja ya kwamba atoe dhabihu yake mwenyewe. Kwa hivyo akienda kwa Mungu haendi kama mtu ambaye ni mtakatifu anakuja kuleta dhabihu, lakini kwanza anatoa yake, ndivyo akubalike kumkaribia Mungu, alafu baadaye anatoa hiyo. Na tunaambiwa kwamba mtu hangejifanya kuhani ati mimi naweza nikafanya nini? Kutoa dhabihu. Tuna mfano mmoja, wana wa Haruni ambao waliamua wenyewe kutoa dhabihu na kufanya utaratibu ambao haukukubalika na wakaangamizwa. Kwa hivyo tunaambiwa si mtu mwenyewe anajitawaza kuwa kuhani. Hapana, anatawazwa. Na ndio tunaambiwa hata si yeye mwenyewe kwa hiari yake aseme mimi nitakuwa kuhani. Hapana, ni Mungu alikuwa amesema. Akasema, na tulisoma akasema Haruni na wanaye, na hiyo ndio ukuhani wao. Wengine watakuwa makuhani, lakini hawa ndio ambao wataonyesha njia, na hawa ndio wanaanzilisha. Na ikakuwa hivyo. Lakini tunaambiwa mwito unatoka kwa Bwana Mungu kama ilivyokuwa kwa Haruni. Kwa hivyo ilikuwa ni agizo la Bwana Mungu kuwe na kuhani. Na tukiongea hayo kuhusu kuhani na Haruni, hatubaki huko kwa kuhani huyo Haruni. Ukuhani wa Haruni, ukuhani wa Agano la Musa sio tunaongelea. Tunaongelea tukiambiwa huo ni mfano. Mungu alikuwa anatayarisha ukuhani ambao ni bora zaidi. Na ndio tunaona ya kwamba ni ukuhani huo wa damu ya Yesu Kristo. Ya kwamba ikitolewa mara moja, hakuna tena dhabihu nyingine inatolewa. Kwa hivyo jina dhabihu katika Agano Jipya haliko. Dhabihu ile tunaambiwa ni ya kwamba mili yetu iwe nini? Dhabihu. Sisi wenyewe tuwe dhabihu. Lakini si kupeleka dhabihu kanisani. Kanisani hatupeleki dhabihu tena. Kutoka 28:12 tunaona hilo funzo. Tunasikia maneno haya: nawe utavitia vile vito viwili juu ya vipande vya mabegani kwa hiyo naivera. Naivera ilikuwa ni joho fulani ambayo kuhani alikuwa anavaa akienda kuhudumu. Hakuwa anaenda tu ovyo. Alikuwa anavaa kwa joho ama nguo maalum kwa hiyo kazi. Na iliitwa naivera. Na akaambia kwamba kwenye mabega kulikuwa vito. Unajua maana ya vito? Washiko. Vito. Si vitu, vito. Vito ni mawe ya thamani. Tunaona kitu kama almasi. Tunajua almasi ile inaitwa damu. Kuna mawe mengine ya thamani. Sasa kuhani kwenye mabega alikuwa anaweka hizo. Kuonyesha nini? Kuonyesha ya kwamba akija mbele ya Mungu anapendeza Mungu. Mungu anaona thamani katika yale anafanya. Vile vito vya ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli. Naye Haruni atayachukua majina yao mbele ya Bwana Mungu juu ya mabega yake mawili ili kuwe kumbusho.
Simeona kwenye mabega mawili ameweka mawe ya dhamani, na pia kwenye hayo mabega yameandikwa majina ya yale makabila 12 ya Israeli, ya kwamba Mungu sasa akiangalia kuhani amekuja mbele yake, anaona dhamani ya yale ambayo yanafanywa na anaona kitu cha kumkumbusha wana wa Israeli. Kwa hivyo akiona yule mpatanishi, hamuoni huyo, anaona wale wengi ambao amesimama kwa niaba yao. Katika Mathayo 26:63 mpaka 64 tunaona hivi sasa. Hapo tunaona mwanzo vile ilikuwa. Sasa katika Agano Jipya, lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Bwana Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo, mwana wa Bwana Mungu. Yesu akamwambia, wewe umesema. Lakini nawaambieni, tangu sasa mtamuona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Sasa Yesu anasema ndio. Tumeulizwa ati wewe ndiwe Kristo. Na tulisema Kristo maana yake ni mtiwa mafuta, yule ambaye ana mafuta. Nikiwa huko Nairobi sikusikia watu wakitaja mafuta, lakini hapa nikasikia Mashiko, mnapenda hilo neno mafuta sana eh? Mimi sikulisikia huko. Nilianza kusikia mafuta. Na mafuta. Maite na mafuta maige. Ana mafuta mengi. Kwetu sikusikia hivyo. Kwa sababu tulifundishwa kwamba tukisimama mbele ya Mungu Washiko anatuona sote tukiwa sawa. Kwa sababu Yesu Kristo alipokufa msalabani alikufia wote, si ndio? Kwa hivyo hakuna mtu kusema ati mimi nimetiwa mafuta, hapana. Hata wewe Gibson una mafuta ya kutosha kwa huduma yako, kwa sababu sote ni wahudumu. Sote tunahudumu. Nilifurahishwa sana na yule aliongoza mazishi ambayo tulikuwa nayo. Ilikuwa wiki iliyopita. Akasema tunaamini ukuhani ni wa kila mmoja. Ati ukuhani ndio ile wiki iliyopita hiyo ingine. Kila mmoja ana ukuhani, kila mmoja anaweza kuomba, kila mmoja anaweza kwenda mbele za Mungu. Yesu akasema ndio, mimi ni Kristo, mimi ni mimi mtiwa mafuta. Na hata baadaye utaona utukufu wangu. Ya pili, Ibrania 5 mpaka 11, mwito. Hebu tusomee 5:6-7 tafadhali. 5:6-7. 5:6-7. Kama asemavyo mahali pengine, viwe kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi ya dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Ndio tunaambiwa hivi. Kristo haji kujipatia ukuhani. Hakuzaliwa akisema hakuja duniani akisema mimi ni kuhani. Kuna mahali tulisikia akisema yeye ni kuhani. Lakini baadaye ya kusema ni kuhani, alifanya ukuhani, si ndio? Si alihubiri Injili? Na hapa tunaambiwa hata wacha Injili kuhubiri, tunaambiwa kwamba kuhusu ukuhani wake aliteuliwa
Na tunasoma Zaburi 2:7 ambayo inasema, nitahubiri amri. Bwana Mungu aliniambia, ndiyo mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Bwana Mungu mwenyewe, Yesu Kristo hajazaliwa, lakini kupitia nabii mwingine anasema tayari hivyo ndivyo Mungu anasema, ya kwamba Yesu Kristo tayari yuko, amezaliwa katika uwepo wa Mungu, wako na Mungu, na yuko kama mwana, si kama Adamu vile aliumbwa. Yeye amesema ametokana na Mungu mwenyewe, kwa hivyo yeye ni Mungu. Katika ya pili ni Zaburi 114, Bwana Mungu ameapa, wala hata gairi, ndiwe kuhani hata milele, kwa mfano wa Melkizedeki. Ati Mungu mwenyewe ameapa na hata gairi, hata badilisha. Kwa sababu Mungu akisema kitu, si amesema. Mimi naweza nikakuambia Wadane, wewe Wadane, sinasikia wakikuwa wanasema utakufa nikiwa wapi? Mbali. Lakini nakwambia hivyo, lakini ukinipigia nakwambia unajua, si ndio? Lakini Mungu yeye hagairi, hata kwambia unajua, siku hizo tunasema mambo ni magumu. Mambo ni magumu. Mungu hana hiyo. Kwa hivyo alipo hapa akasema wewe ndiwe kuhani hata milele, ikakuwa hivyo. Kwa hivyo alikuwa ametangazwa mbele kama kuhani na Mungu. Na tunaambiwa katika siku za mwili wake aliwasilisha maombi na dua. Maombi, tunajua maombi mashiko ile tunaomba hivi na dua sasa ni ile unasihi kabisa na uchungu, tafadhali. Nilikuwa nasikia zamani mtu akikuwa akakuomba kitu, si ndio? Nasikia daudha, si kuna hiyo bodhaidha, kuna kupembeleza, si ndio? Na kusihi mashiko. Nilikuwa nasikia daudha adukerago. Yaani nimekusihi kabisa. Hivyo ndivyo ambavyo Yesu alisihi Mungu alipokuwa katika mwili wake, kwa sababu alipokuja kama mwanadamu ni Mungu, si ndio? Mungu, lakini Mungu anasikia njaa. Si hata aliambia Daudi hivyo, ati kama ningekuwa na njaa ningekuambia, singekuambia wewe, kwa sababu si ningekula chochote nataka. Na Mungu akiwa na njaa atakula kuku? Si hata anaweza akakula nyangumi, na yote ni yake, si ndio? Nasema mimi kama ningekuwa na njaa singekuomba wewe. Kwa hivyo wakati tunatoa huduma mbele za Mungu tujue, Mungu si ati anahitaji tutoe, yeye anaendelea. Kwa sababu ashiko, wakati tunatoa pesa kwa kanisa tunasema tunampatia Mungu. Mungu mbinguni pesa zake zinaongezeka mali ziko. Kwa hivyo ni katika huduma hiyo ndio tunaambiwa huduma ambayo inampendeza Mungu, kujishughulisha katika kazi yake. Vile tulisoma mapema ya kwamba Yesu akasema hata sasa aliyenituma Baba anafanya kazi, kwa hivyo hata mimi naendelea kufanya kazi. Walikuwa anaongea siku ya Sabato. Mungu anajua Sabato ni nini? Ati leo Mungu hayuko, ni Sabato. Mungu ni wa milele, si ndio tunaimba? Tulikuwa tunaimba wa milele. Ni nani? Sasa huyo ni yeye wa milele. Kwa hivyo hata hapa akifanya dua ni kwa sababu alikuwa ameacha mamlaka yake ya Mungu, amekuwa mwanadamu, anatembea, anachoka. Siku na wakati alichoka mpaka akaambia wanafunzi, nyinyi endageni, mtafanya nini? Mtanipata hapa, mimi nimechoka.
na alikuwa na haki ya kuchoka, kwa sababu hata masaa ile yalikuwa na lala yalikuwa machache. Tunaambiwa ya kwamba wanafunzi walikuwa wanaenda wanalala, yeye anawaacha, anaenda mlimani kuomba, anakuja asubuhi. Lakini hata akiwa katika hiyo hali akaomba kwa dua, na tunaambiwa hati ya kwamba hata akiomba pamoja alikuwa na kilio kikubwa na machozi kwa Bwana Mungu aliyekuwa na uwezo wa kumwokoa kutoka mauti. Yaani anasukumwa kabisa na maisha, anasikia kufa, anaomba Mungu, anatiwa nguvu. Si tumesoma maandiko, aliomba mpaka malaika wakakuja kumfariji. Nafikiri alikuwa ameomba kabisa, nguvu zikakwisha, akakuwa hata haizi akasimama. Sio malaika wakakuja wakamtia nguvu, wakamburudisha. Sijui kama walikuja na maji wakampa kuuza jasho. Sisi tunajua hivyo, tunaburudisha mtu amechoka. Akaburudishwa na malaika. Na yeye alikuwa Mungu, lakini amepitia maisha ya binadamu. Na tunaambiwa kwamba alisikika kwa sababu ya kumcha Mungu. Alipoomba Mungu alimsikia. Tunakumbuka wakati Lazaro alikufa, rafiki yake akienda kwa Mungu, hakupaza sauti wala nini ama kurukaruka. Alimwambia, wewe Mungu, najua Baba ya kwamba kila wakati unafanya nini, unanisikia. Kwa hivyo hata sasa kwa ajili ya watu jitukuze wewe. Ndipo wakati aliposikia na nini mgonjwa, baadaye ya kukimbia kama vile sisi tukisikia mtu ni mgonjwa, si hata tutakopa pesa twende tukamuone. Yeye alisema hicho kesi, huyo ugonjwa ndio kumtukuza Mungu, si wa kifo. Na akakaa zaidi. Alipofika tunaambiwa ya kwamba alipoona watu wanalia, hata yeye mwenyewe moyo wake ukavunjika, akaanza kulia. Kwa hivyo tunaambiwa Mungu alimsikia kwa sababu alikuwa mcha Mungu. Ya kwamba sisi tukiwa wacha wa Mungu, tunafanya yale Mungu ametuita kufanya, basi atakuwa, tuna hakikisho atakuwa anatusikia. Kwa sababu tunaambiwa na alipokwisha kukamilishwa, akawa mwanzilishi wa wokovu wa milele. Sasa wokovu ambao umekuja ni wa milele. Si ule wokovu wana wa Israeli walikuwa wanapokea. Ukipeleka kondoo, ukipeleka ndama, umepeleka dhabihu, si unapata wokovu. Sasa hasira ya Mungu inakutokea. Alafu kesho tena unarudi, si ndio? Kwa hivyo ilikuwa kila mara unaenda na dhabihu, kila mara na dhabihu. Lakini yeye alipokamilisha kazi yake, ikatoa wokovu wa milele. Wokovu ambao tunao ni wa milele. Sasa kwa sababu tunaambiwa ni kwa wote wa mtiio, kuna mengi ya kusemwa na ni magumu kufafanua. Si ni kweli? Hakuna mtu anaweza akasimama sasa atoe ukweli wa Mungu wote kwa sasa. Nije hapa ni wapo ukweli niwaambie sasa nyinyi hakuna kitu hamjui, hakuna kitu hamwezi kufanya. Hapana. Ndio tunaambiwa kwamba hata mambo mengine ni magumu, hatuwezi tukaelewa, ni magumu hata kufafanua. Sasa sisi tunajaribu, lakini nguvu yetu inatokana na imani. Yale hatuelewi tunamwachia Mungu, si ndio? Sababu maandiko yanatuambia hebu Mungu awe nani? Awe Mungu, na tumjue kama Mungu. Kwa sababu tunaambiwa wanaoelekezwa wamekuwa wazito wa kusikia. Ya kwamba aliandika na hao waandishi anasema walikuwa watu kadhaa aliandika, anawaambia mmekuwa sasa ni wagumu wa kusikia. Na ni kweli wanadamu kwa urahisi wanakuwa wagumu kusikia. Utawaambia hata wengine wanakasirika ukiwaambia.
si ndio wadada? Nikasikia alikuwa sijui mama ama alikuwa baba, aliposikia huyu Njoki akiwaambia mambo ya kukusanyika, mambo ya mkutano wa Ngwataniro, ushirika, watu wanakasirika. Hata akituambia mara ngapi hatutaenda. Watu wanasema, mtu anadhubutu kusema hivi, hati mimi sitaenda, na kuna watu hawajaenda. Lakini Isaya 53:4 tunafunzwa hapo ya kwamba hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Bwana Mungu na kuteswa. Yesu Kristo kama kuhani wetu, yeye alichukua, si kupeleka. Unajua mwingine alikuwa anachukua anapeleka, si ndio? Tunaambiwa yeye alichukua juu yake mwenyewe, kwa sababu alijitoa yeye mwenyewe. Yale yote alipitia akiomba, mwishowe si tunamuona msalabani akilia, Mungu wangu mbona umeniacha? Kwa nini? Kwa sababu Mungu angeweza kumwangalia, kwa sababu alikuwa amebeba dhambi zetu zote. Nikasoma mahali ya kwamba akianza na dhambi ya kwanza ya nani mtu wa mtenda dhambi wa kwanza? Ni Adamu ama ni Hawa? Ni Adamu sababu hata yeye Mungu si alianza na Adamu. Hakumuuliza Hawa, wewe, aliuliza Adamu umefanya nini? Hata akija alimuita Adamu. Mpaka yule mtu wa mwisho ambaye atazaliwa, dhambi zote alibeba. Kwa hivyo watu walipomuona msalabani analia, Eloi Eloi lama kazi, sikumbuki vile imesema, sabakidhani, Mungu wangu mbona umeniacha? Ni kwa sababu alikuwa amebeba Gibson. Unasikia Gibson wakati uliokolewa huko alikulipia huko, huo mwaka ilikuwa 33 AD, hapo hivyo ndipo alilipa deni, kwa sababu tunaambiwa alibeba. Lakini wale waliokuwa huko wanafikiri, wanasema ni yeye, ni zake. Mtu anaacha aliyoacha, huyo mtu alikuwa anatuambia, alikuwa anajidai, si ndio? Watu wengine walimdhihaki, lakini yeye akasema, Baba ufanye nini? Wasamehe, hawajui ni nini wanafanya. Mathayo 16:21 inasema, tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu na makuhani na waandishi, na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Kaambia hiyo ndio nimekuja kufanya. Kwa hivyo hakuwa ati ni mambo anakutana nayo. Sisi tunakutana nayo, si ndio wadada? Ujui kirudi kwako utakuta nini? Hatujui, si ndio? Si hata tunaweza kukua hapa tuletee taarifa. Yeye alijua mpango wa Mungu na akakuwa naenda huko Yerusalemu. Hata Petro akamwambia utaitakuwa, akamwambia rudi nyuma. Nani alimwambia aje? Petro alipomwambia haitatokea huko kwako Bwana Yesu. Yesu alimjibu aje? Naogopa kusema, Shetani rudi nyuma yangu. Kwa sababu sasa Petro alikuwa anaongea kama mwanadamu, ati Yesu atakufa. Ni Yesu mwenyewe amesema, kama hapa tunaambiwa, akaambiwa wanafunzi lazima apitie hayo, na akakuwa mwaminifu, alikuwa mcha Mungu, akafanya mapenzi ya Mungu. Ya tatu, kuzorota. Kuzorota ni kufanya nini? Nani ataniambia? Kama Dave, mtu anajua Kiswahili, ama Gibson.
Kuzorota ni kufanya nini? Kama kupotea njia hivi. Kuzorota kupotea njia. Dave, kuzorota. Kuzorota ndoko nyerereka. Kunyerereka. Kana ugoje kidogo. Sasa ndio hiyo. Ni kitu kwenda kibaya, kikifanya nini? Kinakuwa kibaya zaidi. Huko ndio kuzorota. Ndio kusema hali ya uchumi Kenya imeendelea kuzorota, si ndio? Kuna wakati tulikuwa tunafurahi kidogo zaidi. Sasa tunalia, si ndio? Kwa sababu hali ya uchumi imezorota. Sasa kuzorota, tuone kuzorota kunakuja namna gani. Ibrania 5:12 mpaka 13. Somee mpaka 13. Tuone kuzorota maana yake nini, kimezorota. 5:12. 12, 13, 14. Sisi kawaida tunasoma mistari mitatu. Kwa maana iwapa sapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Ndio tunaambiwa hao watu wanaitwa Waebrania ati walianza vizuri sana, wakafundishwa vizuri, wakaamini Injili na wakajitoa kabisa. Sio ni akina Petro na wengine Waebrania. Sasa tuongei watu wa mataifa, tunaongea Waebrania. Si agano lilianza nao, na Yesu amekuja na wakamwamini, na hata kama Stefano akakufa. Si tusoma Stefano akifa? Na walikufa kwa sababu ya ujumbe huu wameupokea na wameufundisha. Sasa watu wakaendelea, wakafika mahali wakalegea. Na ndio tunaambiwa kuzingatia yale ambayo tulisikia mbele, ya kwamba tuzingatia hayo tuliyosikia kwanza. Yale waliyosikia wakakosa kuyazingatia, na huo mtindo umeendelea. Hebu uangalia tu TV uone upotofu ambao uko wapo. Utasikia mhubiri akisema tuma sadaka yako, tuma dhabihu yako. Utatuma dhabihu gani? Na tumeambiwa dhabihu ililipo. Simeona wakati tumekuwa na ibada na mazishi hapa unasikia wachungaji hata atatumana ambia wadana alete nini? Shukrani. Na sikulete shukrani mkono mtupu. Ni wapi imeandikwa? Si ni wahenga wanasema mkono mtupu wa ulambo. Lakini katika hii huduma Yesu Kristo anasema mkono mtupu unafanya nini? Unalambwa, si ndio? Sababu alisema mmepokea bure, mnanyi mfanye nini? Mtoe bure. Si Yesu amesema hivyo? Hiyo ndio agano hili. Sasa hawa wanarudia, wameachana na ile injili ambayo walifundishwa. Yale mafundisho ya kwanza walipewa, wameachana nayo. Ndio tunaambiwa ya kwamba si hivi sasa wangekuwa hapa, nimetumia neno kuwa wakufunzi.
Lakini sasa baada ya kuwa wakufunzi ama kuwa waalimu, sasa wanahitaji kufundishwa mafundisho ya kwanza. Si unaona wanaambiwa vile Yesu alisema. Na hiyo ni kitu ambacho wangekuwa wanajua, lakini sasa wanakumbushwa. Yesu mwenyewe alikuwa anaomba, walikuwa wamefundishwa hivyo. Yesu mwenyewe sasa ndiye mkuu kuhani wa mwisho, walikuwa wamefundishwa. Kwa hivyo wanazidi kuzorota, badala walifika mahali kitu kikianza kuharibika, si kwanza kinaacha kuwa kizuri, si ndio? Alafu kinaendelea kikizorota. Si tunaona hata vyakula tukiwa navyo nyumbani Ikikaa siku ya kwanza kama umepika na nyanya, siku ya pili inabadilika kidogo, si ndio? Lakini inakulika. Siku ya tatu inaendelea hivyo ikiharibika, si ndio? Mpaka haikuliki. Sasa ndio wanaambiwa wamezorota. Ya kwamba sasa unaenda kwa kanisa na watu ambao wangekuwa wanafundisha mambo yale ya asili hawajui. Na hawazingatii hayo ya asili. Nikasikia kuna mtu alitumwa enda uambie fulani afanye nini? Aende alete shukrani na asikuje mkono mtupu. Ni mchungaji anatumana hivi. Asikuje nini? Na Yesu Kristo alisema tukilipo hapa duniani tusifanye nini? Tusingoje kulipwa mbinguni. Si Yesu alisema hivi? Kwa sababu hiyo ilikuwa injili ya Mafarisayo. Na hawa tunaambiwa waandishi na hawa wakuu walizoea kula vitu vya watu. Kwa hivyo kila kitu walitaka unawaona, unawapa, wanakufanyia ibada. Sisi tumeambiwa tumepewa bure, tutoe bure. Kwa hivyo hebu tuchukue hiyo tahadhari tumepewa ya kwamba tujue tusipokuwa katika Mungu tunarudi nyuma, tunapotoka, tunasahau yale tulifundishwa. Sasa tunakuwa hata mtu akituambia kitu tunashtuka. Na nilikutana na visa kama hivyo. Nasema kitu mtu anashtuka ni kama ni mimi nimetengeneza. Ati naambia soma maandiko. Maandiko yanasema hivi, Yesu Kristo mwenyewe alisema hivi. Na hao ni watu ambao wangekuwa ni walimu, lakini sasa mafundisho ya kwanza wanahitaji kufundishwa. Wanaambiwa wanahitaji maziwa, sio chakula kigumu. Si hata watoto, si tunajua tukilea watoto vile tunawalea. Akiwa mdogo si kuna wakati inakuwa ni maziwa peke yake. Baadaye anaanza kukua kidogo kidogo kama ni paipai, si ndio? Ndizi hivyo. Anaendelea. Siku zetu ilikuwa ajabu. Mama alikuwa anakutafunia chakula wewe mwenyewe. Ulikuta hiyo washiko? Ama mlikuta Farex? Ndizi anakutafunia alafu anakutolea anakupa unakula. Ya kuchoma. Hiyo ya kuchoma, lakini anatafuna kwanza. Kwa sababu sikio zilikuwa sina meno, si ndio? Lakini baadaye nikaanza kupewa chakula, Baadaye nikaendelea. Sasa hata mfupa najua vile nitauvunja. Lakini mtu ambaye anavunja mfupa hapa tunaambiwa ni mtu ambaye amekomaa katika akili yake na hata katika hisia yake. Anajua kitu, atasikia mtu akiongea na mara moja na ndani yake anahisi hapana. Huo ni upotovu, kwa sababu amezoea ukweli, anajua ukweli. Lakini kama mtu hajajua ukweli, akiambiwa atasema mtumishi alisema. Si ndio watu wanasema? Aliyepakwa mafuta, huyo ana mafuta. Lakini utakuta mtu ambaye hata anasemekana na mafuta anapoteza watu.
kwa sababu anawaambia mambo ambayo ukimuuliza, hebu niambie maandiko ni wapi yako, mtu unaona ananyamaza. Kama nitauliza, nikikutana na hao watu wanadai watu wasikuje mkono mtupu, nitamuuliza hiyo mchungaji, ni wapi maandiko? Tunaona Paulo akiambia mtu alete kitu, akitumana. Tumesoma Petro akitumana, mtu aliyeombewa. Siku wakati Petro alimponya mtu, alisema si alikuwa na Yohana, kuna kitu aliitisha, we kumbuke mimi nakuwa mahali fulani, niletee nini shukrani. Hakuna hiyo. Hosea 11:7, na watu wangu wamekuniacha, ingawa na wawaita kwenda kwake aliye juu, hapana hata mmoja atakaye mtukuza. Yaani watu wa Mungu wamejipinda, wameenda kombo. Kujipinda ni kwenda kombo. Sasa badala kwenda hivi, kule mtu anaenda anajipinda, anavutiwa na mambo, anasikia huyu ndiye anahubiri vizuri, huyu anaambia watu mimi na wakula, huyu mchungaji wetu aambii watu. Sio ndio mtu anapotea, ya kwamba hakuna yeyote atakayemtukuza Mungu. Watu wanatafuta waone matokeo mazuri, wasikie. Mtu ni kama alikuwa anangoja asikie nani amekuwa akimkula. Wewe na ukienda utaambiwa maisha yangu yako hivi, na unataka ukutabiriwa, utatabiriwa vile unataka. Siwashiko na wadani mlikuwa hapa wakati rafiki zangu alikuja kutembea huko, wakaenda kanisa fulani. Nabii akasimama akasema, wewe mama simama, Bwana Mungu anasema una tatizo la miguu. Akasema sina. Bwana Mungu amesema nyumba yako ulikuwa unajenga imekwama. Akasema hapana, ile mimi nilikuwa najenga tayari ilikwisha na iko watu wameingia. Lakini watu wanataka hizo. Ndio hawa wamepindika, wamejipinda njia zao. Luka 22:31 na 32. Akasema, Simoni, Simoni, tazama, Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano. Lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike. Nao utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Ya kwamba katika kanisa Shetani anawinda. Na natamani. Tani hapa saba naangalia, je, Gibson nikimletea hii. Petro akaambiwa Shetani amewatamani. Kwa hivyo Shetani hana urafiki na sisi. Lakini tunaambiwa kwamba ametuombea. Ya kwamba imani yetu hiyo imara, isibadilike. Na tukiwa na nguvu hiyo ya imani, hata wale wengine tunawatia moyo. Ndio sababu ukikuta mtu anakuambia mambo yako, wewe usiwaambie wewe labda kuna kitu. Si ndio watu wengine wanasema wewe hiyo haiwezi katokea. Kweli unaomba. Nakumbuka dada mmoja alikuwa kwa ushirika, akatuambia vile alikuwa akaambia rafiki yake yale anapitia. Huyo mara moja anamwambia, je, ulifanya? Anajaribu kumweleza ya kwamba labda ni kwa sababu kuna dhambi fulani alifanya. Na hakika hukufanya dhambi fulani. Sasa ikakuwa hivyo. Akashindwa sasa, huyo hata afadhali singemwambia. Kazi yetu ni kuwatia watu nguvu, si kuwamaliza nguvu. Si washiko ulitukumbusha yule bwana alikuwa amezaliwa akiwa kipofu. Na watu wanamuuliza Yesu, huyu ndiye alikosa ama ni wazazi wake? Yesu anasema hakuna aliyekosa. Ni kazi ya Mungu iweze
kuonekana, Mungu adhihirishe kazi yake. Kwa hiyo ukimwona mtu amelemewa, usifikiri kuna watu wanasema kuna kitu na mkuu. Si niliwaambia wakati mimi mwenyewe nilikuwa na tatizo la afya, kuna watu walikuwa wamesema ni pesa zangu zinanikula, mali yake ndio inamkula. Hata wakasema kuna ndege ametumwa huko kwangu, walikuwa wanasema kuna ndege, na ni mahali niliwacha nafasi, ndege akapata mahali pa kukaa. Anasema huyo ndege ametumwa, na leo bado ndege yuko, na mimi sina shida na ndege. Si wakati nitajipanga, nitafunga hapo na ndege atatafuta mahali pengine. Lakini hivyo ndivyo watu wanazorota, wanaachana na ukweli wa Mungu. Lakini tunaambiwa katika Yesu tuna kuhani ambaye alipitia yote, niliambiwa hapo mbele, bila. Kwa hivyo tukienda kwake anatuhurumia, kwa sababu hata yeye alipitia hayo, lakini yeye bila dhambi. Amen. Amen. Tukimaliza basi tutafakari Waebrania 2:5 nasema, awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu. Ya kwamba hata wakati watu wanakuja kwetu, tusijione ati hao ni ujinga. Mtu mmoja akasema swali ambalo alijaulizwa, hakuna swali jinga. Sina watu wanasema hilo ni swali la ujinga. Lakini mmoja akasema hakuna swali la ujinga. Swali la ujinga ni lile alijaulizwa. Kwa hivyo ukuhani wetu ndio huo. Tuwachukulie watu kwa upole, kwa sababu hata sisi wenyewe tuna udhaifu wetu, si ndio? Kwa hivyo tusifikiri ai hiyo Washiko anasema nilisikia. Hapana, namchukua, nikisikia mambo ya Washiko nachukua kwa upole, kwa sababu najua kama si Washiko hata mimi kuna mahali nimejikoa, si ndio? Wazo kuu Waebrania 5:7 inasema, yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti, maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Mradi tunamcha Mungu atatusikia. Tunakumbuka Sauli na Daudi, Si Daudi alitenda dhambi kubwa hata kuliko labda Sauli, mbaya sana. Mtu ambaye alikuwa anaandika zaburi mzuri, mtu ambaye alikuwa Mungu hata ametoa jina lake akasema huyo anapendeza moyo wangu. Lakini Sauli na yeye, ukiangalia yale mambo alifanya ni madogo, si ndio tukiangalia? Lakini moyo wake ukakuwa na ukaidi. Na katika huo ukaidi akakuwa ni mtu ambaye si mcha Mungu. Ndio Mungu akamwambia amefanya nini? Amekataliwa. Na akakataliwa. Lakini Daudi licha ya yale aliyopitia na yale aliyofanya, Mungu akasema kukusamehe nimefanya nini? Nimekusamehe, lakini utapata malipo kwa hayo umefanya. Kwa sababu kama umemwaga damu, hata kwa damu itafanya nini? Itamwagika. Na ilimwagika, si ndio? Mara damu nyingi ilimwagika. Sala Waebrania 5:12, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Bwana Mungu. Nanyi mnaonekana mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Jambo la kusikitisha ya kwamba baada ya muda mrefu tuwe tunazungumza tu mambo ya kwanza. Ya kwanza acha dhambi.
amini Mungu, omba, soma Biblia. Sio ndio mafundisho ya kwanza tulipokea? Tukisema kuna ushirika, Wambane wewe unakuwa ushirika unahudhuria ushirika huko Rwangano, iko faida ama hasara? Iko faida. Hiyo ndio tunaambiwa. Hapo ndipo tunasikia ushuhuda, tunapata nguvu, kwa sababu mtu atakwambia yale alipitia na wakati mwingine ni tatizo na mzazi, na vile Mungu alifanya unapata nguvu. Amen. Mungu aubariki sana. Amen.